Tumekuwa tukichambua mara nyingi kwa ajili ya watu kupata elimu. Lakini tumekuwa tukichambua vita ya Israel pamoja na Iran. Na wengi wanajiuliza kwa nini nazungumzia sana kuhusu Iran na sio Israel. Israel mambo yao yanajulikana, lakini wa Irani mambo yao hayajulikani. Na ndio maana mataifa makubwa mpaka leo wanajiuliza wana silaha za nyuklia ama hawana. Huu ndio mfumo wa maisha ambayo wanaishi wa Irani. Kwa hiyo watu wengi hawafahamu vitu vya Irani. Kwa hiyo sisi ambao tunafahamu baadhi ya vitu, inabidi tuwajuze watu wapate elimu na wajue mustakabali ni upi. Sasa leo nataka nizungumzie tu juu ya swala zima la hii kampeni ya Iran ya ahadi ya kweli, na kuangalizia kidogo hii ahadi ya Rising Lion. Hii vita watu wanapigana kwenye mambo mengi, ikiwa kimafumbo. Hii vita anapiganiwa kimaslahi, hii vita anapiganiwa kisiasa, lakini Iran hii vita anapigania ahadi ya kweli, ambayo anapigania hii vita katika mfumo wa kiimani. Je, hili neno amelitolea wapi la ahadi ya kweli? Amelitolea wapi ahadi ya kweli? Na kwa nini huwa ni hili lakini linabadilika tu namba? Kwa hiyo hapa nataka niwajuze watu kidogo wapate kuelewa. Irani anapigania kiimani hii vita, na huwa anapita sana katika kitabu kitakatifu cha Qur'ani ili kuweza kuwa yuko ndani ya imani, yuko ndani ya mfumo ule ule. Na ndio maana hata silaha zake nyingine amezipa majina kama sijil, ni mawe ya moto ambayo ipo katika Qur'ani, ili katika suratul Fil. Kwa hiyo unaona Irani anapita mle, lakini Irani hii kampeni kaitoa pale kwa yule anayepigana naye, kwa sababu katika Qur'ani kuna sura inaitwa suratul Al-Isra. Hii sura ina aya 111. Hii sura imezungumzia mambo mengi sana, lakini miongoni mwa mambo yaliyozungumziwa, wamezungumziwa wa Israeli, vituko vyao na namna gani vile watakavyokuwa. Kwa hiyo Iran ameenda pale kwa wale ametoa kampeni ile, kwa sababu Iran anaamini yeye ndiye mbadala wa Israel. Sasa Israel, kwa nini wao walikuja na Rising Lion? Kwa sababu inaonekana bendera iliyopita ya utawala ulioangushwa wa Irani ilikuwa ina simba, na simba huyu pembeni kwa kuna jua linachomoza alikuwa ameshika upanga. Kwa hiyo ni kama vile fumbo, na ukitizama au wengi wanajua kwamba Netanyahu anashindikiza sana raia wa Iran waweze kufanya maandamano ili waipindue serikali ya Iran, kwamba anataka kumrejesha yule simba. Kwa hiyo na wao hawa wameenda pale ambapo wanatakiwa wakae. Kwa hiyo na wao wameingia katika sura ile katika imani yao ya kitabu cha Qur'ani, inawazungumzia wa Israel juu ya vituko vyao na namna gani wanatakiwa kuwa. Je, hili neno hasa ahadi ya kweli lipo wapi? Katika sura hii hili neno lipo katika aya ya 5. Tafsiri ya aya hii inasema, basi itakapofika ahadi ya kwanza yake, tutawapelekeeni waja wetu wakali wa vita, waingilieni ndani ya majumba, na hii itakuwa ahadi iliyotimizwa. Maana kwamba Israel wanaambiwa na Irani kwamba kama mlisikia haya na hiyo ahadi hamkujua, basi hii ndiyo ahadi ya kweli ambayo sasa tunaitimiza. Kwa hiyo ukiangalia hii pia inapiganiwa kiimani, lakini yule mafumbo kila mmoja anapiga pale ambapo anaona anampa mwenziwe habari kwa kinamna yake. Lakini kiendelea mbele, mimi ninajiuliza tu kwenye swala zima la hii ahadi, kwa sababu inavyoendelea hivi na kama Iran wanapita hapa, manake kwenye hii aya ya 7 ndio mimi nina question mark. Aya ya 7 inawaambia wa Israeli hivi, basi mkifanya wema ni kwa ajili yenu, na mkifanya ubaya kwa ajili yenu, na ikifika ahadi ya mwisho itakayoharibu nyuso zenu, na waingie misikitini na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Sasa hapa ndipo najiuliza, je, Iran watakuwa na ahadi ya mwisho? Kwa sababu tumeona hizi ahadi wanazipa tu namba, watakuja kutangaza ahadi ya mwisho? Sasa hiko ndio kitu ambacho mimi najiuliza, na wewe unaweza ukajiuliza. Lakini pia ukisikia msikiti sio tu wa Waislamu, hata Mayahudi wanasali katika msikiti ambao unaitwa sinagogi, lakini Waislamu wanaisali katika msikiti ambao unaitwa masjid. Kwa hiyo na haya yanawazungumzia wana wa Israeli. Kwa hiyo
Hayo ni machache ambayo tunawajuza ili ambao hawajui waweze kujua. So kupitia SNS naitwa AT. Shukran.